Bana, noma inazidi kuwa noma. Tony anaanza kupata wasiwasi baada ya Mike kuwa anamfuatilia sana mke wake Wendy, na akaanza kumuuliza nini ambacho kinaendelea, lakini Wendy alimwambia usimuamini kwa chochote Mike ambacho atakiongea, lakini Tony tayari ameshaanza kupata wasiwasi. Huku upande wa Salma anaanza kujuta kutokana na kila ambacho alikuwa amekifanya kwa mume wake Nawanda. Leo alikuwa anatoka na baada ya kufika nje akamkuta Boni, na ukikumbuka Boni alichukua ufunguo wa Salma wa gari, lakini baada ya kufika hapo akaambiwa Boni unafanya nini, kwa sababu alikutwa yuko ndani ya gari. Lakini Boni alichomjibu, alimjibu ya kwamba hii gari haikuwahi kuwa yako, na nakupa tu hii nauli utafute taksi ili uende nyumbani. Huku upande wa kaka yake Chioma, na yeye ameanza kutupa nyavu kwa Suzi baada ya kuwa ameambiwa kila kitu na dada yake ya kwamba akimwambia tu Suzi ni muelewa na atamuelewa kila kitu. Lakini Suzi baada ya kuwa anaambiwa maneno yale alijikuta anaanza hata kupoteza imani kwa rafiki yake Chioma. Baada ya Salma kupitia haya yote, leo ameamua kumpigia simu Nawanda, lakini baada ya kumpigia alimuuliza watoto wanaendelea aje na wako wapi. Lakini Nawanda alimjibu ni kwamba umenipigia simu kwa ajili ya kuwaulizia watoto ama umepiga simu kwa sababu umepata matatizo. Kitu kile kilimfanya Salma ashindwe kuwa na jibu la kueleweka. Huku upande wa Saidi anaendelea kupitia changamoto na yule dada ambaye alikuwa ametafutwa na mke wake wa pili, ambaye alikuwa anatakiwa kuhakikisha anampoteza kabisa Saidi asimkumbuke Chioma. Basi leo ameamua kumuita mama yake na wanajidai wanafanya biashara, kwa sababu mama yake ameshasema atahakikisha kila kitu kinarudi kuwa sawa. Huku upande wa Wendy leo ametumiwa picha na Mike, kwa hiyo anazidi kupata wasiwasi kwa sababu ameanza kutishiwa na mwanaume huyu.